Tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter limeikumba Japan hii leo Jumanne, Julai 28 mwaka 2026 na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi baada ya kutikisa maeneo kwa nguvu, kupasua barabara, kukatiza huduma ya umeme kwa maelfu ya watu na kusababisha mlipuko mkubwa kwenye kituo cha ununuzi cha Aon. Maafisa walisema watu wasiopungua 50 walijeruhiwa huku timu za uokoaji zikisambazwa katika maeneo mbalimbali yaliyopata athari. Tetemeko hilo lilihusishwa katika maeneo mengi ya kusini mwa Japan, huku wakazi wakieleza kuwa mtikisiko ulikuwa na nguvu kiasi cha kufanya majengo kuyumba kwa sekunde kadhaa. Watu walionekana wakikimbia kutoka ndani ya nyumba, ofisi, shule na vituo vya biashara kuelekea maeneo ya wazi, huku ving'ore vya tahadhari vikisikika katika baadhi ya maeneo. Mfumo wa Japan wa tahadhari za mapema ulitoa taarifa kwa wananchi ili wachukue tahadhari na kujikinga dhidi ya madhara ya tetemeko hilo. Katika kituo cha ununuzi cha Aon, mlipuko ulitokea muda mfupi baada ya tetemeko hilo na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa waliokuwa wakifanya manunuzi. Ingawa chanzo cha mlipuko huo kilikuwa bado kinachunguzwa na mamlaka husika, vikosi vya zimamoto na uokoaji vilifika haraka eneo hilo, vikianza kuondoa watu ndani ya jengo na kupeleka majeruhi katika vituo vya matibabu. Sehemu za dari, vyoo na miundombinu mingine ya ndani ya jengo ziliripotiwa kuharibika kutokana na mtikisiko huo. Miundombinu ya usafiri pia iliathirika, ambapo nyufa zilionekana katika baadhi ya barabara na kusababisha usafiri kusitishwa kwa muda ili kuruhusu ukaguzi wa usalama. Wahandisi walitumwa kukagua madaraja, reli na miundombinu mingine muhimu ili kuhakikisha kuna sehemu iliyopata uharibifu unaoweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Huduma ya umeme ilikatika katika maelfu ya nyumba na biashara baada ya nyaya na vifaa vya usambazaji kuathiriwa na mtikisiko huo. Makampuni ya nishati yalipeleka mafundi katika maeneo mbalimbali ili kurejesha huduma kwa haraka, huku mamlaka zikiwataka wananchi kutumia umeme kwa tahadhari mara huduma itakaporejea kutokana na uwezekano wa hitilafu katika mifumo ya umeme. Mamlaka za hali ya hewa na usimamizi wa majanga nchini Japan zilitoa tahadhari ya uwezekano kutokea kwa mawimbi makubwa ya tsunami mara baada ya tetemeko hilo kutokea. Wakazi wa maeneo ya pwani waliagizwa kuondoka katika maeneo ya hatari na kuelekea sehemu za juu kwa tahadhari. Hata hivyo, baada ya tathmini ya kina kufanywa kuhusu hali ya bahari na shughuli za mawimbi, tahadhari hiyo iliondolewa, jambo ambalo liliwapa nafuu wakazi waliokuwa wameanza kuhama makazi yao kwa hofu ya majanga makubwa. Japani inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zilizojiandaa zaidi duniani kukabiliana na matetemeko ya ardhi kutokana na nafasi yake katika ukanda wa Ring of Fire wa bahari Pacific, ambako sahani kubwa za dunia hukutana na kusababisha shughuli nyingi za kijiolojia. Nchi hiyo imewekeza katika teknolojia za kisasa za tahadhari za mapema, ujenzi wa majengo yanayostahimili mitikisiko mikubwa, pamoja na mazoezi ya mara kwa mara ya maandalizi ya majanga. Hadi sasa mamlaka zinaendelea kufanya ukaguzi wa kina katika maeneo yote yaliyoathirika ili kubaini kiwango halisi cha uharibifu wa miundombinu, kuhakikisha usalama wa wananchi na kuratibu hatua za kurejesha huduma muhimu. Huku uchunguzi pia unaendelea kubaini chanzo cha mlipuko uliotokea kwenye kituo cha ununuzi cha Aon, huku maafisa wakisema kuwa taarifa zaidi zitatolewa kadri tathmini ya uchunguzi inavyoendelea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.